tukiwa tunasubiri mashangilio ya siku ya Jumapili ambayo ndio mwisho wa siku hizi 21. Kesho tutaendelea na jambo hili la kuendelea kushughulika na vizuizi vya ndani mwetu wenyewe vilivyojijenga kwa muda mrefu ndani mwetu wenyewe, vinavyotufanya tubakie pale pale licha ya neema na baraka nyingi ambazo Mungu anazimimina juu ya maisha yetu, matamko makubwa ya kinabii ambayo Mungu anazungumza juu yetu, na wingi wa maombi yenye nguvu na yenye upenyo ambao tunayaomba kila mwaka unapokuja, lakini tunabaki vile vile. Idadi kubwa yetu, sio wote, kwa sababu najua kuna wanaopenya, lakini idadi ya wanaopenya ni ndogo kuliko ya wanaobaki vile vile. Tuombe juu ya jambo hili. Mungu atusaidie kushinda vizuizi na vikwazo vilivyojijenga ndani mwetu wenyewe, vinavyojifanya sisi wenyewe ndio tujizuie wenyewe kwenda mbele. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maandiko ambayo tatuongoza, nimechukua mafungu mawili na yote nitayasemea kesho. Fungu moja limo katika kitabu cha waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho, sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 6. Naomba nilisome haraka haraka. Nasema, basi mimi Paulo mwenyewe nawasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo, mimi ndiye mnyenyekevu nikiwapo pamoja nanyi, bali nisipokuwapo ni mwenye ujasiri kwenu. Naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa uthabiti ambao nahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhania kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa sikiliza hizi ngome. Ngome hazitoki nje, hazikujijenga huko makaburini, zimejijenga ndani mwetu. Tukiangusha mawazo si ya kwetu wenyewe. Si sawa? Asante sana, umenitia moyo. Mawazo ni ya kwetu wenyewe. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu ni haya maneno tunayojifunza haya. Yaani tukienda tunakutana vitu vinatufanya tusiweze kuyaweka kwenye maisha yetu. Kuna kitu kinajiinua kinyume na elimu ya Mungu tunaipokea kila siku. Hicho kitu kiko kwenye fikra zetu, hakiko nje yetu. Haleluya. Kinajiinua kila iliyo elimu ya Mungu. Mungu akitufundisha kutoa, kuna fikra nyingine inakuja inapingana. Akitufundisha namna ya kuabudu, inakuja inapingana. Akitufundisha namna kuzingatia muda wa Mungu wa ibada, kuna fikra inapingana. Hiyo yote na mambo mengi ni elimu ya Mungu. Haleluya. Ambapo ndani mwetu kuna kitu kinatumia fikra zetu pinga hiyo elimu ya nani? Ya Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kufanya nini? Kumtii Kristo. Tukifika hapa ambapo fikra yetu yote itafanikiwa kutiishwa na kutekwa nyara chini ya mamlaka ya Kristo, ikamtii Kristo. Kiingereza tunatumia neno submission, kusubmit. Kuna maneno yako kwenye Waefeso sura 5 nasema enyi wake watiini. Kwenye ukisoma Kiswahili unaweza kupata maana nyingine, lakini inamaanisha kusubmit. Kusubmit ni kitu kinaitwa kutambua mamlaka, kukubali kuwa chini ya, kukubali kutawalika, na unaweza kunyambulisha maneno mengi. Kuheshimu, yote kwa pamoja inaingia ndani ya neno kusubmit. Haleluya. Sasa Wakristo wengi hatufanikiwi kwa sababu hatuna uwezo wa kusubmit chini ya neno la Kristo au chini ya Kristo mwenyewe. Kusubmit lile neno lake, tuitambue mamlaka yake na tuwe chini ya hiyo mamlaka, hilo neno.
kusubmit. Haleluya. Hicho kinatushinda, na kwa sababu tunashinda kusubmit, kuna vitu vingi vya kimungu Mungu anasema juu yetu hatuwezi kuvipokea. Nilikuwa wapi tena? Sura ya 10. Tena tukiwa tayari kupatiliza. Hiyo ndio ile aggression, ile utumiaji nguvu nilikuwa na usema kwamba hivi vitu hivi huwezi kuviendea polepole. Mungu akipenda nitabadilika. Mungu akipenda nitakuwa naamka mapema. Mungu akipenda nitakuwa nawahi ibada. Yaani hiyo haina Mungu akipenda. Umenielewa vizuri? Hiyo haina Mungu akipenda. Haleluya. Hiyo ni maamuzi tena ya nguvu, na unashindana nayo, una force paka iwe. Ndio inaitwa kupatiliza maasi yote. Maasi sio ya kule nje, maasi yaliyomo ndani yetu sisi. Kuna nature ya maasi ndani yetu ambao tunatakiwa tuyapatilize, na lazima tuwe wajasiri. Ndio enzi za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unapatikana kwa tukipatiliza maasi, tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu utakapotimia. Kwa ajili ya muda utasoma mwenyewe baadaye. Kile kifungu kingine kiko katika kitabu cha Waamuzi. Waamuzi ni sura ngapi Yesu? Ni sura ya 16. Sura ya 16. Ile story ya Samsoni ile na Delila wake ile. Alishazoea wakimfunga kamba na kata, wakikokota mfupa na piga, wakikutana simba na ua, geti anang'oa, amelala kwa kahaba, geti anang'oa asubuhi. Akajua mambo ni yale mazoea. Siku amemnyoa nywele, akasema nitatoka kama nilivyozoea, nijinyoshe kama mstari ule wa mwisho, angalau huo ndio ni usome. Lakini wewe usoma kuanzia mstari wa 15 sura ya 16, uende usome mpaka mstari wa 28. Mstari wa sio 28, ngoja kidogo. Mstari wa 21. Sura ya 16 mstari wa 15 mpaka 21. Sasa ule 20 anasema, kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Hapo ndipo ujumbe ulipo. Ile kudhani mambo yatakuwa kwa hii tabia ya kufanya kwamba nitafanya kama siku nyingine. Kuna mambo inatakiwa utoke kwenye zile siku nyingine. Sawa? Hii ya kufanya kama siku nyingine ndio inatufanya hatupenyi. Kuna wakati Mungu anakutaka tufanye kwa namna mpya, lakini sisi tunarudi kwenye kama siku nyingine. Umeelewa vizuri watu wa Mungu? Kwa unapoomba, hebu zingatia, kwa sababu utaanza kuomba kabla ule muda wa ibada. Najua kutoka hapa, hii ndio kitu mtaanza kuingiza kwenye maombi mpaka tutakapokutana. Kwa naomba uombe seriously. Hii ni vita kubwa kuliko ile nyingine tuliyofanya ile mara ya kwanza, ile ya kuvunja vipingamizi tuliyofanya ile siku nyingine. Hii ni kubwa kuliko hata ile. Hii ni kubwa zaidi, kwa sababu unapigana mtu usiyemuita adui. Unajua fikra zako huwezi kuziita adui. Akiwa shetani, akawa mchawi, utajua unapigana na adui. Lakini ikiwa ni kitu cha fikira zako, huwezi kukiita adui. Unapigwa na mtu usiyemuita adui, wala usiyejua kwamba ni adui yako. Umenielewa vizuri? Hii ni vita kubwa. Naomba tuifanye tunapohitimisha, na mwaka huu asiweka nayekosa hiki kitu Mungu anakifanya. Tunakwenda pamoja.